tunashukuru PAS kwa kongamano linalofanya ambalo linahusisha wawezeshaji pamoja na mnyororo mzima wa thamani. Tuna changamoto kubwa ya masoko, tuna changamoto kubwa ya uzalishaji katika maana na pembejeo, lakini tuna changamoto kubwa nyingine ya elimu ya kilimo, uvuvi na ufugaji. Tunatambua kwamba hizi ni sekta rasmi sana ambayo jamii ya Kitanzania inaziona kama sio sekta rasmi. Nitoe wito kwa kupitia PAS na taasisi nyingine ziongeze elimu kwa jamii kuona kilimo ni kama tu kuwa meneja wa benki. Kilimo ni kikubwa zaidi kwa sababu unapata ajira hapo hapo ulipo, na jinsi tunakoelekea huko trend ya dunia inatuonyesha hitaji la chakula duniani ni kubwa, huongezeka mara kwa mara. Kwa jinsi tutakavyojiweka vizuri kwenye kilimo, tukatunza mazingira, ukiongeza na mazingira wezeshi ya serikali kwenye kuifanya investment, kuweka ukubwa wa budget kwenye kilimo, uvuvi na ufugaji, tunaamini kwamba ndani ya muda mfupi Tanzania itakuwa mbali sana. Kuna miundombinu mizuri iliyotengenezwa na serikali, barabara, reli na ufanisi wa bandari unatuhakikishia kwamba kuwekeza kwenye kilimo ndio sehemu sahihi sana ambayo tunapaswa kuwekeza, na inatija kubwa sana kwa Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla. Naitwa Adam Kamanda, ni mkurugenzi wa biashara wa PAS Trust, Private Agriculture Sector Support Tanzania. PAS Trust ni taasisi ya fedha ambayo ilianzishwa na ubia kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mfuko wa waziri mkuu pamoja na serikali ile ya Denmark. Lengo kuu ilikuwa ni kuchochea kilimo biashara, ili taasisi za fedha ziweze kuongeza uwekezaji katika sekta ya kilimo, mifugo, uvuvi pamoja na mazao ya misitu. Leo tuko katika kongamano hili kubwa ambalo tumekuwa tumelifanya nchi nzima. Leo tuko kwenye kilele katika mkoa wa Dar es Salaam, ikiunganisha Pwani, Morogoro, Dodoma pamoja na Zanzibar, na tumetoka kufanya kikao kama hiki tukiwaunganisha taasisi za fedha zote ambazo zinakopesha kilimo nchi nzima. Kwa hiyo wale wafanyakazi wao kwenye madirisha hayo tumeunganisha pamoja kama wadau ili kujadili fursa na njia bora ya kukopesha katika sekta ya kilimo. PAS Trust mpaka hivi sasa katika sekta ya kilimo imeweza kutoa dhamana zenye takriban trilioni 2.4 katika kipindi cha miaka 25. Tunashukuru sana kwa uwepo wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hii miaka ya hivi karibuni tumeona kilimo katika budget ya sekta kimeongezeka sana. Sekta ya kilimo, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameongeza uwekezaji kufikia trilioni 1.2 katika budget ya Wizara ya Kilimo, na bajeti hii imelenga zaidi kwenye kilimo cha umwagiliaji pamoja na hizi ya sehemu nyingine za mechanization katika sekta. Ni kwa sababu sekta ya kilimo ina vihatarishi vingi. Wakulima wetu bado wanaishi katika mvua na jua katika kilimo, hawajali ustahimilivu wa mazingira, lakini vile vile wanakuta na changamoto ya tija. Ndio maana serikali imeongeza bajeti kwa kiasi kikubwa. Sisi tunaweka dhamana ambapo tunamweka mkulima mbele. Tunacho cha kupoteza, mkulima akikopeshwa asilipe, na hivyo dhamana yetu inakwenda mpaka 80% katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Ni kwamba tunapeleka mkulima mbele, tunamtengenezea mpango biashara, na mpango biashara huu tunaunganisha na taasisi ya fedha. Tunaweka mbele fedha taslimu ambayo inafikia kiwango cha 80% ya mkopo wake, alafu tunaiambia taasisi ya fedha imkopeshe katika gurudumu hili la sekta katika kilimo, mifugo na uvuvi. Akikopeshwa akafeli, PAS Trust tunapoteza ile 80% ya dhamana. Hii tumeweka mbele kwa sababu sisi ni wabobezi, tumekuwa katika sekta kwa miaka 25, tunafahamu kukopesha katika sekta ya kilimo, lakini tunafahamu sekta ya kilimo ni fursa, na wabia hawa wawili, serikali ya Tanzania na Denmark, iliona changamoto katika vihatarishi, ndio maana ikaanzisha mfuko huu chini ya waziri mkuu, mfuko wa waziri mkuu. Kwa jina naitwa Hadija Saif, ni relationship manager kutokea Coopbank. Nafanya upande wa vyama vya ushirika pamoja na kilimo. Mnavyojua Tanzania changamoto kubwa kwenye kilimo, bila kupata backup ya PAS mikopo inakuwa sio mizuri. Kwa hiyo tunafanya kazi na PAS
na PASS wamekuwa watu wazuri sana. Toka tumeanza mwezi wa 4 mwaka huu mpaka sasa hivi tuna zaidi ya portfolio ya bilioni 8 ambayo iko covered na PASS. Kwa hiyo PASS tunawashukuru sana, uwepo wao unasaidia wakulima wengi waweze kunufaika hapa Tanzania. Victor Alfayo, mimi ni meneja wa bima wa benki ya Vision Fund Tanzania Microfinance Bank yenye makao makuu yake kule Arusha. Kimsingi tumefurahi kupata fursa hii kuunganika kwenye hii PASS Trust Forum ya business ambao kwetu sisi inatuletea chachu, kwa sababu ukiangalia kama benki ya Vision Fund tumekuwa tukifinance wakulima wadogo na hata wafugaji wadogo, na tumekuwa tukifanya kazi na PASS kuanzia 2018 mpaka sasa, na PASS wametuletea chachu ya sisi kuendelea kutoa mikopo ya kilimo kwa wakulima wadogo kwa sababu wamekuwa kitupa guarantee au wanadhamini ile mikopo ambayo tunatoa. Kwa hiyo tunatoa mikopo pasipokuwa na shaka, tukiamini kwamba mambo yanapokwenda vibaya, hasa pale tunapata changamoto ya hali ya hewa, tuna uhakika hata wateja wakiingia kwenye ile mikopo chechefu, basi PASS yupo kwa ajili ya kutushika mkono na kutuvusha katika ile. Lakini kwa majina naitwa Moina Said, ni afisa biashara kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB. Wakulima wengi wamekuwa na changamoto ya dhamana, lakini kwa kupitia guarantee ya PASS imekuwa ni nafuu kwa wao kuweza kupata mikopo kupitia TADB. Kwa hiyo mashirikiano yetu yamekuwa yanatija sana na yamekuwa yanawagusa wakulima wengi sana, hususan wakulima wadogo. Kwa majina naitwa Daniel Sumka, ni meneja mahusiano kilimo biashara kutoka Equity Bank Tanzania. Sisi kama Equity, kwa ushirikiano ambao tuko nao na PASS Trust, tunajua kwa ujumla wakulima wengi Tanzania, hasa wale wakulima wadogo ambao ndio tegemeo kubwa kwenye sekta ya kilimo, wengi wana changamoto kubwa ya kuweza kukopesheka na taasisi za benki. Lakini kwa ushirikiano ambao tuko nao na PASS Trust ambao wanatoa guarantee ili wale wakulima waweze kukopesheka. Kwa hiyo sisi kama Equity Bank ni fursa kwetu, lakini pia ni tunatoa msaada ambao ni tija kwa wakulima kwa ajili ya kuweza kupata mitaji kwa ajili ya kukopesheka mikopo mbalimbali, hasa zile za pembejeo, lakini pia mikopo ambayo inaweza kuwawezesha waweze kupata nyenzo bora za kilimo ili waweze kulima kwa tija kwenye shughuli zao ambazo wanazipata. Kwa hiyo